Naam, mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika habari kwa ufupi ya Channel 10 leo, ikiwa ni Ijumaa ya Februari 27 mwaka 2026. Mimi naitwa Emily Lazarus, karibu. Mwili wa askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo umewasili leo asubuhi katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosef ukitokea hospitali ya Jeshi Lugalo jijini Dar es Salaam. Umati wa wananchi wa Dar es Salaam, viongozi na watu mashuhuri wamejitokeza kwa ajili ya kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo wa kidini. Zoezi hilo limeanza tangu saa 3 asubuhi na litaendelea hadi saa 7 mchana huu, na baada ya hapo kutakuwa na misa takatifu na baadaye waumini wataendelea kutoa heshima za mwisho hadi saa 10 jioni. Kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Jude Thaddeus Ruwaichi, kwa wanahabari, ilisema misa nyingine itafanyika leo jioni na mwili utalala kanisani hapo na waumini wanaruhusiwa kukesha kwa sala kanisani hapo. Askofu mkuu Ruwaichi alisema pia kesho saa 12 asubuhi mwili wa Mwadhama Kardinali Pengo utapelekwa katika kituo cha Hija Pogu na kutakuwa na misa ya mazishi kuanzia saa 4 asubuhi na mwili utazikwa kanisani kwenye makaburi ya mishonari. Mwadhama Kardinali Pengo alifariki Februari 19 wakati akipatiwa matibabu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI. Halmashauri nchini zimetakiwa kuzingatia usimamizi wa taka kwa kutenga bajeti kwa ajili ya kununua magari ya kubebea taka na kujenga madampo yatakayotumika kwa ajili ya ukusanyaji wa taka hizo. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mheshimiwa Dr. Festo Dugange ametoa rai hiyo wakati wa ziara ya kikazi wilayani Karagwe mkoani Kagera, ambako alizindua mradi wa gari maalum la kubebea na kusafirisha taka ngumu pamoja na kutembelea mradi wa vijana wa kuchakata taka za plastiki. Amesema uchafu ukiwemo taka za plastiki ukizagaa na kuingia kwenye vyanzo vya maji husababisha maradhi yakiwemo yasiyoambukiza kama vile saratani pamoja na shinikizo la damu. Hivyo madampo yanasaidia kutenganisha taka ikiwemo taka zinazooza au mabaki ya chakula na taka ngumu ambazo zinarejelezwa na kutumika kama rasilimali za kuzalisha bidhaa mbalimbali. Halmashauri nyingi zina struggle sana na usafi wa mazingira. Zina changamoto kubwa ya plastiki zinazozagaa katika maeneo ya halmashauri zetu. Hatuna fedha za kutosha kufanya usafi wa uchafuzi wa mazingira yetu. Lakini tunazo fedha za 10% za mikopo za wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa kutoa mikopo kwa vijana na kuanzisha shughuli kama hizi za uchakataji wa plastiki, tunapiga ndege 3 kwa jiwe moja. Elimu ya masafa imetajwa kuwa nyenzo muhimu katika kuwawezesha Watanzania kukabiliana na changamoto za utandawazi na ushindani wa kimataifa unaochochewa na kasi ya maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kauli hiyo imetolewa na wahitimu wakati wa mahafali ya 44 ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania OUT yaliyofanyika katika kituo cha mkoa wa Arusha. Kidhi mahitaji ya karne tulionayo ambayo ina fursa na changamoto nyingi za kiutandawazi. Hii inachangia ufanisi katika sekta mbalimbali za umma, binafsi,
kitaifa na pia kimataifa. Tunapoongelea ngazi ya kitaifa, tuna vituo vya mkoa Tanzania bara na visiwani. Kimataifa, Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kinawahudumia wanafunzi kutoka nchi nyingi barani Afrika. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Tanzania imefanya mambo makubwa katika masuala ya kidijitali na internet, ikiwemo utoaji wa tuzo za TEHAMA mwaka 2025 ambapo pia ilipata sifa kimataifa kwa kushinda tuzo 3 za kimataifa katika masuala ya TEHAMA. Hayo ya masuala ya kidijitali Tanzania kwa mwaka 2025 ambapo pia taarifa za masuala ya mawasiliano sehemu kubwa zimeonyesha Tanzania kukua kwa kasi kuelekea kwenye masuala ya ulinzi wa mtandao, kwenye masuala ya matumizi ya mtandao na kuhakikisha teknolojia za mtandao zinakuwa zaidi. Mtafiti Robert Majige kutoka taasisi ya Tech and Media Convergence ambaye pia ni wakili wa Mahakama Kuu anasema Tanzania pia imezindua dira ya maendeleo ya taifa 2050 inayolenga Tanzania kuwa kitovu cha masuala ya kidijitali na internet. Maboresho kama ya matumizi au kuja kuwa na sera ya AI ni maboresho ambayo saizi ripoti hii imependekeza serikali iende kwenye kutekeleza na kuzindua sera ya matumizi ya akili mnemba nchini, kwa sababu tumeona katika mwaka huu serikali imeweza kutengeneza draft ya matumizi ya AI nchini Tanzania, ambao kwa mwaka juzi, ripoti ya mwaka jana ilikuwa inasema serikali ije na sera ya matumizi ya AI. Leo tunazindua ripoti hapa ya kuonesha hali ya utawala wa mitandao katika kwa mwaka 2025 kwa Tanzania. Malengo ya ripoti hii ni kuonyesha tu hali ipoje. Tulianza ripoti ya kwanza mwaka 2024, yani 2025 tulitoa ripoti ya 2024 kuonesha hali zikoje kwa mwaka huu. Tuna rekodi matukio mbalimbali, yani tunaziita digital rights incident, matukio. Jumuiya ya wafanyabiashara wa soko la bidhaa za vyakula la Tandale imefanya mkutano mkuu wa mwaka ambao pamoja na kujadili masuala ya maendeleo ya biashara umewakutanisha wanachama na viongozi wa serikali ya wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Akizungumza na Channel 10, mwenyekiti wa soko hilo Sultan Ali Kijumbo amesema lengo kuu la mkutano huo ni kujadili maendeleo binafsi na mwenendo wa uendeshaji wa shughuli zao pamoja na kupanga mikakati mbalimbali ya maendeleo ya kiuchumi na miundombinu. Mkutano huu uliadhimia kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais, na tutafanya shukrani hizo siku maalum tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya mwanamke duniani. Upande wao wanachama wa jumuiya hiyo wameelezea mafanikio mbalimbali waliopata, huku wakimshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maboresho mbalimbali ikiwemo ujenzi wa soko hilo. Kama wafanyabiashara wa soko la Tandale tunaungana naye mama kwa ajili ya kumuunga mkono kwa ajili ya kero kubwa aliyotuondolea kutujengea soko la kisasa hili ambalo kabla ya uwekezaji huu wa Mheshimiwa Rais katika soko letu tulikuwa Tandale ni eneo la wazi, si eneo lenye jengo la soko. Ilikuwa kama shida, wapata shida nambari 1 ndio sisi. Kwa kuadhimisha siku ya wanawake duniani, na sisi tuko pamoja, tunaomba wote wafanyabiashara, wadau, wanunuzi wote waliokuwa karibu, tunaomba tusherekee siku ile, na siku kama sisi kama soko tutawafuturisha pande zote mbili kwa sababu kuna mifungo yote miwili, basi tuko pamoja. Wakati huo huo, pia uongozi wa soko kushirikiana na benki ya Azania na wadau wengine wameweza kutoa futari kwa watu wenye uhitaji maalum wa kituo cha Al-Madina Child Home. Lulu Ali, Channel 10. Asante sana Lulu. Na mtazamaji, na mara hii tuangazie habari za kimataifa. Tunaelezwa kwamba Iran na Marekani wamefanya mazungumzo marefu mjini Geneva kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran bila kufikia makubaliano, huku hofu ya vita vya kitanda ikiongezeka kutokana na ongezeko kubwa la majeshi ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al-Busaid, ambaye alisimamia mazungumzo haya, amesema kulikuwa na maendeleo makubwa bila kufafanua vipengele vilivyokubaliwa, huku kauli yake ikiongeza matumaini kuwa njia ya diplomasia bado ipo wazi. Habari zinasema Iran imekataa pendekezo la kuhamisha urani yake nje ya nchi na kusisitiza kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa. Hali inaonyesha bado kuna tofauti kubwa kati ya pande hizo mbili. Rais wa Marekani Donald Trump ametaka makubaliano yatakayodhibiti kabisa mpango wa nyuklia wa Iran
inapaswa kujadili mpango wake wa makombora ya masafa marefu na msaada wake kwa makundi yenye silaha katika eneo hilo. Kwa sasa macho ya dunia yameelekezwa Vienna, ambako mazungumzo ya kiufundi yatafanyika, huku hatima ya makubaliano mapya inaweza kuamua iwapo eneo la Mashariki ya Kati litaingia katika vita vingine au la. Na mtazamaji, na katika michezo mara hii, hebu tuungane na mwanamichezo wetu. Karibu tuziangaze habari za michezo na burudani mchana huu. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ureno na klabu ya Al Nassr Cristiano Ronaldo ameinunua rasmi 25% ya hisa katika klabu ya Uhispania ya Almeria, huku inamfanya kuwa mmoja wa wamiliki wenza wa klabu hiyo inayotokea nchini Uhispania. Taarifa kutoka kwenye kambi za Ronaldo zinaeleza kuwa makubaliano hayo yamekamilika rasmi. Uwekezaji huo unatajwa kufanyika kupitia kampuni ya Ronaldo inayoshughulikia masuala ya michezo na biashara. Kupitia umiliki huo wa 25%, Ronaldo anatarajiwa kushirikiana na uongozi wa klabu katika mikakati ya maendeleo ya timu, ikiwemo kuimarisha ushindani, kuvutia vipaji vipya na kuongeza thamani ya kibiashara ya klabu hiyo. Hatua hii inaashiria upanuzi wa uwekezaji wa Ronaldo katika sekta ya michezo, huku ikiashiria kurejea kwake katika soka la Hispania kwa nafasi ya kiutawala mara baada ya mafanikio makubwa aliyoyapata akiwa kama mchezaji akiwa na klabu ya Real Madrid. Ni hayo tu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Juma Mohamed. Mtazamaji wa Channel 10, ni tamati ya habari kwa ufupi mchana huu kutoka Channel 10, na kwa mengi zaidi ungana nasi saa 1 usiku katika habari ya kutwa. Asante.